people the truth, because kama nakumbuka vizuri hiyo day yenye nilikuja kukuchukua, ulikuwa Great Wall, ulikuwa unaishi Great Wall Gardens, sio Kimau. Tulipatana Instagram, unasikia? Instagram nikakutext. Actually ulikuwa una dance song fulani I think yangu. Hapo ndio tuliongea, ukanipatia namba, nikakupatia namba. Kama nadanganya mbele ya mama yangu na watoto wangu, kitu ifanyike, I swear. Ulinipatia namba na tukapatana that same day. So ambia tu watu ukweli, ambia bwanako ukweli, kitu ili go down. Why you lying bana? Stop lying. The same way you stop that manze. Sipoa. Hizo allegations umemake ni serious. Na venye nimesema mimi nitaachia God. Unacheki? Nitaachia God. There's a reason Posey anakuanga tu hata na hiyo kichwa yake mbaya na hizo kelele zake. There's a reason God anakuanga ameshikilia Posey. Unasikia? Na if at all kuna ukweli kwa hizi vitu zote zimekuwa happen, by now God angekuwa amesema haya, hapana, huwezi shinda ukifanyia watu wangu hivi. But because God anajua ile vita inaendelea hapa kwa industry. Unaona? Sipo, and I'm not happy about it, but ni sawa. Unaona? Kuna wale wase najua wataamini, but whatever unasema kama rape, that's a big lie. Yani that's a big lie. Miss Jaire mtu. That is a big lie. Tell your husband the truth. Mwambie ulilala kwangu na kitu ili happen hiyo time. Whatever allegations umeniekea si za kweli, na unajua, and I repeat, si za kweli, na nimeswear, nimeapa na jina ya mamangu na watoi wangu wote, mimi sijawahi attempt kukurepu wewe. Ulinipatia namba IG hiyo time, na ni time ya kitambo, so sijui hata mbona ungeambia tu mzee wako ukweli. Na ninakumbuka hata Wisdom kuna time nilimuuliza, ama Wisdom kama nadanganya aseme, there's a day, kuna time hata ulikuwa na ulikuwa salon, I&M hapo kando kulikuwa na salon fulani, nikakukall nikakuuliza, uko wapi, imekuwa siku mingi, naweza kuona nikugotee. Ukasemaje? Sawa, unaweza niona. Ukaniambia uko salon, but hiyo siku something came up, na nilikuwa na Wisdom, ulikuwa loudspeaker, Wisdom alikusikia. So unfair manze. Why you lying? Wiz nilimuuliza time fulani, juu mimi na Wisdom relationship yetu yani ni kama brother tu, na yani black brothers. So nili open up kwake nikamwambia, Wiz, huyu dem kuna kitu ili going down, tushaikuwa na thing, but ilikuwa kitu ya actually less than 24 hours. Nikamwambia, akashtuka. Like 2 months ago ama sijui ni 3, Wiz alitokea tu from nowhere akaniambia, by the Buddha, ule dem aliniconfirmia ile kitu, akaniambia hata ajui ili happening aje, but haizi taka so and so ajue. Unasikia? So wewe stop lying manze. Stop lying. Na hiyo pia umecheza, like I said, mimi nimekusamehea, but sipo whatever umefanya. Unataka sympathy kwa Wakenya, sympathy na uongo. Vitu mmezoea kunifanyia kila time, mnanifanyanga hii, mnanifanya hii. Acheni hizo manze. Kwani ni makosa yangu mimi kwa penye niko? Ni makosa yangu kwa niko na uwezo wa kufanya kenye naweza fanya? Inawauma to a point yani, manze, you need to stop that. Na nikwambie, you see, Kenya unafanyia mtu sahi, God forbid, but whatever unafanyia mse sahi, maybe wewe haiwezi perfect sahi, but ukumbuke wewe ni mzazi, uko na watoi, like I said, God forbid, isikuje izunguke hapo. Sahi you can fool people. Juu watu wataamini easily because Posey anakuanga, Posey amefanya hii, Posey anafanya hii. Mbona always inakuanga tu Posey? Anyway, like I said, hizo allegations zako sijui umezitoa wapi, but that's a big lie. Kitu tu naomba Mungu ni I wish ningekuwa na messages,
but niko sure unatumia the same number tulikuwa tunatumia kucommunicate, na niko sure Safaricom iko na hiyo inaitwaje, ni database ama data whatever. Safaricom iko nayo, inaweza ingia kwa calls na inaweza ingia kwa messages between mimi na wewe, ama calls between mimi na wewe. So kama uko sure ni ukweli, nataka tu tuende kwa data ya Safaricom whatever, to call Safaricom, waangalie hizo numbers mbili, communication ishaikuwa hapo, because hii naye nimekataa this time, amtanitumia, unaona. So to handle tu kitu professionally na venye inafaa.